Kuna watu macho yao yanakimbiliaga kuangalia kanisa kwanza kabla hawajaangalia familia zao. Tusikujue kama ni mtu ambaye tukiwa na tatizo tunaweza tukakukimbilia na ukatusaidia, alafu watu wa nyumbani kwako hawajawahi kuonja msaada wako. Ni makosa kufahamika kuwa aina fulani ya mtu nje, kitu ambacho watu wa ndani hawakujui hivyo. Natoa pesa kubwa huko nje, unasaidia watu huko nje, which is good. I had a friend, tulikuwa tunaongea tu hivi kwenye story. Babake alikuwa anafanya kazi mkoa mwingine, so akasafiri akaenda kwenye ule mkoa ambao babake anafanya kazi. Mzee akawa anamtambulisha ofisini, watu wakafurahi, wakasema wewe ndo mtoto au mzee? Babako ni mcheshi. Mpaka anaondoka hakuamini. Kwa nini? Kwa sababu baba, sura ambayo watoto wanamfahamu nayo ni ile sura ambayo baba akiingia nyumbani kila aliyekuwa anacheka kicheko kimeisha. Meanwhile huyu ndo mzee ambaye akiwa nje kila mtu anafuraha kumuona. Lifanye liwe kusudio la moyo wako, watu wa nje wasikufurahie kuliko watu wa ndani wanavyokufurahia. Wasinufaishwe na wewe watu wa nje vitu ambavyo watu wa ndani kwenye nyumba yako hawanufaishwi navyo. It is an error. Usiwe shujaa wa kitaifa, taifa zima linakushangilia, linakupigia makofi, umewekwa hadi kwenye mabillboards, unaitwa majina makubwa makubwa, chief, kontawa, vitu vya kufa mtu. Huo uzuri wako na huo wema wako na hayo mafanikio yako hawayaonji hata kidogo. It is an error. It has to be fixed. Watu wa nje wapokee ziada ya unachowapa watu wako wa ndani.